Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni watu wenye nguvu sana kuliko wale wa dunia. Na nguvu yako inatokana na kiwango unachomjua Mungu. Biblia inazungumza katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 13, anasema na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue Mungu wa pekee na wa kweli. Anasema na Yesu Kristo uliyemtuma. Chochote ambacho unataka kiwe hai kinategemea na kiwango unachomjua Mungu. Haleluya. Na wenda jioni ya leo ikawa kuna ufufuo wa jambo moja katika maisha yako. Nataka nizungumze na wewe kwa habari za baraka za kimungu. Baraka ni nguvu inayomwezesha mtu. Kuna vitu viwili Biblia imevizungumza. Kuna baraka na kuna laana. Laana ni nguvu ya kumdhoofisha mtu. Ukisikia mtu amekuroga, maana yake amekulaani, anadhoofisha kile ambacho kilitakiwa kitokee, anaharibu kile ambacho kilitakiwa kifanikiwe. Ukisikia baraka, ni nguvu inayokuwezesha katika yale mambo ambayo kwa kweli usingeliweza. Na kama wana wa Mungu ni muhimu kuelewa chanzo cha nguvu yetu katika mafanikio. Fungua na mimi katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 na tutaangalia mstari wa 3. Na leo nitaomba nitumie Biblia ya New Living Translation kwa sababu ya kile ninachozungumza ningetamani kieleweke kwa undani kabisa. Biblia inasema sifa zote kwa Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, kwa kuwa tumeungana na Kristo. Biblia ya kawaida inasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Na ujumbe huu ni muhimu anachokitoa Paulo kwa kanisa la Efeso. Efeso ilikuwa moja kati ya miji mikubwa katika nchi ya Asia ndogo, na sasa hivi unaitwa Uturuki, ni nchi ya Uturuki. Katika eneo hili tunaona zilikuwepo imani nyingi za kipagani, miungu na maisha ya kutokumjua Mungu kabisa. Na watu wa huku walikuwa na kiu kabisa ya kumpenda Mungu. Na Biblia inatufundisha, inasema hata katika ubatizo wa Yohana kuna watu walimwamini Mungu. Paulo alipoenda Efeso, alipokutana nao, akaangalia maisha yao, naona anawauliza katika kitabu cha Matendo ya Mitume habari za Roho Mtakatifu, anasema hatujui na hatujawahi kusikia. Akawafundisha na wakajazwa Roho Mtakatifu na likaanza kanisa huko Efeso. Na kwa sababu hili eneo lilikuwa ni eneo la kishirikina, lilikuwa ni eneo la bandari, lakini linaendeshwa kishirikina. Ina maana watu waliokuwa hawana miungu walikuwa ni watu dhaifu kiuchumi. Walikuwa ni watu dhaifu, yani ndio watu wa kuonewa kwa sababu hawana yale mamizimu ya kuwatajirisha. Paulo anaenda kuzungumza na Efeso, na anapozungumza nao anataka kuambia wao ni akina nani na watu wa mataifa ni watu wa akina nani. Ni kama unaenda katika eneo unakuta watu wanafanikiwa kwa sababu ya makafara, watu wanafanya biashara kwa sababu ya hirizi, na wewe huna hilizi. Unasema eneo hili ukifanya biashara huna hilizi inakufa. Mungu anauleta ujumbe kwako kutaka kukudhihirishia ya kwamba zile hirizi unazoziogopa, ule uchawi unaouogopa, kwako ni kiwango gani? Sasa katika kitabu cha Efeso ile sura ya 1, Yesu anaanza kufunua kile ambacho Yesu amekifanya kwa ajili yangu na kwa ajili yako, akisema tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, lakini hii imetokea kwa kuwa tuko ndani ya Kristo Yesu. Ina maana ni mahali ambapo watu ni washirikina, ni mahali ambapo watu wana nguvu za giza, ni mahali umeajiliwa kwenye kampuni,
watu wanainuliwa vyeo kwa majina, watu wanafanya biashara kwa majina, na unaishi hapo na hali yako ni mbaya. Mungu anasema uelewe siku ya leo ya kwamba ukipimwa katika mizani ya kiroho, wewe ni mkuu kuliko hawa watu ambao unawaona. Naongea na mtu. Wakati wana wa Israeli wanaingia katika nchi yao ya Kanaani, walipita kwenye mkoa mmoja ulikuwa unaitwa Yeriko. Biblia inazungumza kitu cha ajabu, namna Joshua alivyoshughulika na Yeriko. Ilipoanguka akasema hivi, yeyote atakayejenga huu ukuta wa Yeriko ataujenga kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza, na akianza kuweka marangu mtoto wake anayefuata, na hii nchi itaharibika. Biblia inatuonyesha baada ya miaka 1000 akatokea mwana wa mfalme akajenga, yakampata yale yaliyotabiriwa na Joshua. Alafu Biblia inasema ile nchi ikaanza kuzaa mapooza. Wakati Eliya alivyomwachia ile neema Elisha, safari ya kwanza ya Elisha ilikuwa ni kwenda Yeriko. Biblia inasema wazee wa mji, yani viongozi wa mji, waliposikia kuna prophet amekuja hapa, wakaenda wakamfuata, akamwambia nchi hii ni nzuri lakini inazaa mapooza. Biblia inaonyesha kile alichokifanya Elisha, na ile laana ikaondoka hapo. Unaweza kuwa umezaliwa kwenye familia ambayo mama mkubwa, bibi mdogo aliwahi kunenea hiyo familia, anasema hapa hakuna mtoto atakayekaa kwenye ndoa, hakuna mtoto atakayefanikiwa, watazaliwa mapooza. Sasa umezaliwa kwenye jamii hiyo ambayo laana zimeachiliwa hivyo, na wewe upo. Kuna kitu naongea na mtu. Anasema hivi katika waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 3, kwa uweza wake wa kimungu, Mungu ametupa kila kitu tunachokihitaji ili kuishi maisha ya kimungu. Tumepokea haya yote kwa kumjua yeye aliyetuita kwake kwa utukufu wake wa ajabu na ubora wake. Katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 18 anasema, kwa njia ya Kristo Yesu Mungu amewabariki mataifa kwa baraka ile aliyomwahidi Abrahamu, ili sisi tulioamini tupate kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza kitu cha ajabu, anasema hivi, kupitia Yesu Kristo unapokea roho ambaye atakufanya bora hata kama kuna walio bora katika hilo eneo. Yaani unaweza wakawepo wenye roho za mizimu, wana roho za majini, ndio wanaogopeka. Usimseme, usimwangalie huyo bibi, usifanye hivi. Akikuomba kitu usikatae. Kuna roho ya shetani ndiyo inaua watu, kuna roho ya kichawi ndiyo inaua watu. Biblia inasema wewe umepewa Roho Mtakatifu. Ina maana wakati mtu anakutisha kwa sababu ya uchawi ulio nao, na wewe una cha kumtisha nacho. Wakati mtu anakwambia unakufa, na wewe unamwambia nitakuwa hai. Kwa nini? Yeye ana roho ya mauti, wewe unayo roho ya uzima. Sasa anasema hivi katika Mithali, baraka ya Bwana hutajirisha wala haichanganyi na huzuni. Swali, umetajirika? Kwa nini watu waliofanikiwa ni watu ambao wana roho ambazo ni dhaifu kwenye ulimwengu wa roho? Yaani wewe ndiye ambaye umeambiwa umepewa roho iliyo, nikisema roho sijui kama unanielewa. Yaani roho anaye manifest, anayejidhihirisha ndani yako ni mkuu kuliko roho ya yule baba unayemwogopa anakaduka mahali fulani kwenye uchawi. Kwa nini wewe ni masikini? Kwa nini unarogwa? Kwa nini? Unaweza ukajiuliza. Kwa nini ukienda airport unakuta ndege zote zina chapa za majina fulani? Kwa nini ukienda stendi hata ya daradara tu unakuta magari yote yameandikwa alhamdulillah? Kwa nini? Lile lililoandikwa Yesu ni Bwana limechoka yaani kuwasha mpaka wasukumi. Tumesoma maandiko kama 4. Mungu ni mwongo. Mungu ni mwongo. Sasa kama sio mwongo, kwa nini tuko hivi? Baraka za Bwana hutajirisha. Ina maana zinakufanya kuwa bora, zinakufanya kuwa tofauti. Mimi mbona niko hivi? Mbona waabudu shetani ndio wenye nguvu? Hivi mimi roho nilionayo na yule aliyeenda Kigoma kwa kina Mika yuko wapi? Huyo
akatoa kafara, akauza msukure ili apewe nguvu ya utajiri. Na mimi niliyepiga magoti mbele za Bwana, maana mimi ni maskini, wakati mimi ndo niliyo na bora. Nataka nizungumze na mtu. Ni kweli tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ziko wapi? Ni kwamba Mungu ametudanganya? Ni kwamba Mungu ametuahidi uongo? Nataka tujiulize. Mungu alitudanganya? Amesema nitawaponya magonjwa yenu kwa sababu nimepigwa ili mpone. Mbona tunaumwa? Anasema nimekuwa masikini ili ninyi muwe matajiri. Mbona unakopa? Anasema mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa nini nanyenyeseka pale mtaani? Kile ambacho Mungu ameahidi kwako, mbona hakipo? Kwani hujaokoka? Hapana. Wewe umeokoka. Kwa nini zile ahadi za Mungu haziko? Jaribu kufikiri hawa watu ambao ni kanisa la Efeso wako katika eneo la kishirikina. Paulo anawaambia, nini mnalalamika sana? Unajua ukiangalia muktadha unaweza ukakuonyesha Paulo alitumia ujumbe gani. Jamani tunarogwa. Jamani huku wachawi wamezidi. Jamani huku hali ni mbaya, si ndio Wewe una ujumbe gani? Yani siku hizi maisha yamekuwa magumu. Jamani sasa hivi watu wanakufa. Jamani. Kwa nini kile ambacho Mungu amekizungumza juu yako akijatimia? Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 16 anasema, kwa maana na kuamuru leo kumpenda Bwana Mungu wako na kuzishika amri zake na maagizo yake na hukumu zake na kutembea katika njia zake. Anasema hivi, ukifanya hivi utaishi na kuongezeka, naye Bwana Mungu wako atakubarikia wewe na nchi uliyoingia na kuimiliki. Kinachotusababisha sisi tufeli na wale wenye miungu wafanikiwe ni hiki. Anasema hivi, utakapofuata maagizo yangu ninayokupa leo, baraka zako zinaanzia hapa. Kwa nini Wakristo wafanikiwe? Ni ujumla kwamba hatufuati kile Mungu anachokisema, ila tunatarajia huruma za Mungu ili tufanikiwe. Waabudu miungu wanafuata masharti. Hawajui habari ya neema. Hawajui habari ya rehema kwamba yani itatokea tu. Wao wanafuata masharti. Kama umewahi kuishi maeneo ya migodi unaweza ukaona. Mtu ni tajiri mkubwa lakini hatembelei gari, anabebwa kwenye bodaboda. Lakini ni tajiri mkubwa. Ni tajiri mkubwa havai viatu, anavaa ndara za chooni. Ni tajiri mkubwa lakini nyumbani kwake kila mwaka lazima afe mtu. Wao wanatembea katika masharti ya miungu yao. Biblia inatuongoza kufanikiwa kupitia masharti ambayo Mungu ameyaweka. Lakini waamini wengi tunataka tufanikiwe kwa bahati. Kuna kitu unanielewa? Na ndio maana eneo kubwa la maisha wa Kristo ni umasikini. Kwa nini tumekuwa dhaifu? Kwa nini tumekuwa watu wasiofaa? Ni kwa sababu ile nguvu itendayo kazi ndani yetu imenyamazishwa. Israeli lilikuwa ni taifa la Bwana, wamependwa na Bwana, lakini wanaambiwa, kwa maana na kuamuru leo kumpenda Bwana Mungu wako na kuzishika amri zake na hukumu zake na kutembea katika njia zake. Katika Zaburi ya 5 mstari wa 12 anasema, kwa maana wewe Bwana huwabariki wacha Mungu. Neno wache yani wanaomtii Mungu. Unawazunguka kwa ngao yako ya upendo. Tunaishi maisha gani? Je, tunaishi yale maisha ambayo tumeamliwa tuyaishi, au tunaishi yale maisha ambayo tumeyaona yanafaa?
Tumechagua njia nzuri au tumechagua njia tuliyoongozwa tuipitie? Neno la Mungu linasema nini? Leo ukiwaona watu waliokoka wanakujitetea kwingi kwa habari ya neno la Mungu. Hakuna mtu atakayefanikiwa katika Mungu kama neno la Mungu hajalifuata. Mungu anamwambia Joshua, mafanikio yako katika neno. Alafu yule Mungu anayefanikisha ndiye yuko mbele yake. Mungu anazungumza nini na wewe? Ya kwamba kuna nature kwa Kiswahili nini? Yaani kuna kama mfumo hivi asili ya watu wa mbinguni. Yaani kwamba sisi watu wa mbinguni ushindi wetu unapatikana hivi. Hautakaa upige hatua hata kama ni mtumishi. Kwa sababu sheria ya Mungu inataka hivi. Mungu anataka hivi. Sasa Wakristo wengi, karibu wote, hatutaki kufuata kile Mungu anachotuongoza. Tunataka kufuata kile ambacho tunakitaka. Biblia inazungumza katika kitabu cha Timotheo, anasema wakati wa mwisho wanawake wajinga watenda dhambi ambao wanapenda kusikia yani wanapenda kusikia mafundisho wanayoyataka, wataenda kutapeliwa na manabii wa uongo. Unajua kwa nini? Yaani kwamba unataka kuambia, yani kesho unaenda kupata gari. Yaani wewe kanisani wenyewe uombi, wakati wa maombi unachati na simu, kigauni ulichovaa cha mdogo wako. Yaani wewe na uchi mnatofautiana rangi. yani ujulikani huyu ndo anayejiuza au ndo kaokoka. Unataka kufanikiwa, chana hiyo hela. Takufa maskini. Bila kukaa kwenye mfumo, bila kukaa kwenye utaratibu wa kimungu, hakuna matokeo yatatokea. Unaweza ukawa unajituma kutumika kama Mungu hujataka akushape. Jaribu kufikiria wale wanaoabudu mizimu. Angalia maisha yao. Yaani wamefanya hivi. Unataka mganga wa kienyeji anajitambulishaga kama jamani mimi mganga. Ukishaona likitambale usi na lekundu unajua hapa kwa mganga basi. Ukishamuona mtu amejipaka majitu ya ajabu usoni, marangi meupe majivu, unajua huyu mganga, huyu mchawi, si ndio? Hata wale wanaowaigizia movie yani wanafanya hivyo kwa sababu inajulikana ndo walivyo. Who are you? Wewe ni nani? Hivi wewe ni nani? Muuliza jirani yako, wewe ni nani? Hivi mtani kwenu wanajua umeokoka wewe? Wanajua maana ya kuokoka? Kinachokutofautisha wewe na ambaye hajaokoka ni maombi ya kupiga makelele tu. Lakini mfumo, masikini, mgonjwa, unarogwa, una mandoto ya kunigwa, yani ela una binti gani umeokoka? Unachati na simu mpaka saa 6. Umelala hamna, nimenyosha mguu, nimefanya Una akili, hamna mwanamke. Na mwanaume kijana ukiwa unataka kuwa wewe chati naye saa 6. Ukichati naye akajibu saa 6, saa 8 ukachati naye saa 4, chana hiyo ng'ombe, hakuna mke hapo. Huyo mwanamke ambaye hana muda wa kupumzika, hana muda wa kusoma, hana muda maombi, yani kila ukimpigia simu yana pokea gatu. Watu masikini wana muda mwingi. Yani ili ujue hili lijitu hamna kitu, lina muda mwingi. Yani tabia zako zinatakiwa zireflect na mtu aliyeokoka. Yani hata watu wakikutana wewe, yani kama mimi ni pastor, yani nikifika mahali watu wajue pastor kaingia. Sio mbwembwe tu, tabia zako. Oh, hallelujah. Hallelujah. Utu wema, yani watu wakikuona wazee, huyu mtumishi wa Mungu. Wakikuona wasema huyu ameokoka. Sio unaanza kujitetea kwani Mungu anaangalia mavazi, Mungu anaangalia nini? Achana hiyo kitu. Kuna masharti ambayo ndiyo yanayosababisha Mungu akutie muhuri, aseme hawa ni watu wangu. Nataka nikutie moyo, Mungu yuko karibu kukubariki. Anataka badiliko lako. Sharti lako la kufanikiwa likoje? Sharti lako la kuendelea, Mungu anasema nini juu yako? Unafuata kile Mungu anachokisema au unaishi kile unachokitaka? Mungu anakufundisha nini? Kuna assignment maalum. Yaani unaweza ukapewa kazi maalum kwa ajili ya ufalme.
na ukiacha umefeli maisha. Kwa nini? Kwa sababu baraka za Mungu zinaambatana na utiifu wako. Lazima ukiona watu waliofanikiwa wana visiri vyao. Yaani kila mtu aliyefanikiwa ana siri yake. Ana siri iliyo nyuma ya mafanikio yake. Hautaka ufanikiwe kwa bahati. Hautaka ufanikiwe kwa kuokota hela. Kwa sasa hivi watu hawatembei na hela zaidi ya 20,000. Sio utaokota 20,000 ununue gari. Si ndio eti? Hakuna bahati ya kufanikiwa. Mafanikio ni baraka za Mungu kuwa juu yako. Kama umesoma kitabu cha Hesabu, Biblia inazungumza Balaam yule mshirikina alishindwa kuwalaani wana wa Israeli. Lakini anasema hivi, sikia Baraki, hawa watu tuwafanye watende dhambi. Wakisha tenda dhambi, Mungu wao atawaacha. Mungu wao akiwaacha, tunaweza kuwalaani. Kuna mpaka wa baraka za Mungu kufanya kazi. Yaani Mungu anasema, ukishavuka mstari huu, wewe hatukubariki. Wewe hatukubariki. Kama hujajua njia ambayo Mungu anataka uiendee, bado safari yako ya ushindi ni ndogo. Elimu haikufanyi ufanikiwe. Kwani wajui wasomi wazuri walevi? Hamwajui? Mwingine anasema ukifanya kazi utapata hela. Hakuna mtu aliyewahi kutajirika kwa kufanya kazi. Hakuna. Labda wewe wa kwanza. Wewe unawazidi wabeba viazi sokoni wewe. Unawazidi wabeba mkaa. Mtu anabeba gunia la maharage mgongoni, anabeba 10 mpaka mgongo umepinda, ila ni masikini, hana hata godoro nyumbani kwake. Unamzidi? Baraka ndiyo inayoamua hali ya maisha yako. Kadiri unavyokwepa muongozo wa kimungu katika maisha yako, ndivyo unavyokwepa mafanikio ya maisha yako. Anasema hivi katika Zaburi ya 128 mstari wa kwanza na wa pili, anasema wenye furaha ni wale wanaomcha Bwana, wote wanaofuata njia zake. Mtafurahia matunda ya kazi yenu, mtakuwa na furaha na mafanikio. Nitarudia, wenye furaha ni wale wanaomcha. Neno kumcha Bwana sio kitu rahisi. Yaani ni kuwa yule ambaye Mungu anamtaka. Unajua watu wengi tunakuwa wale tunaotaka. Yaani kama mimi nataka niwe hivi. Kama yaani unajiangalia kwenye kioo, unajifananisha na yule uliyomuona Instagram, unasema nataka niwe kama huyo. Sikiliza. Unapokuwa yule Mungu anayemtaka, unaufungua uwanja wa ushindi mbele yako. Sio vile watu wanavyotaka. Sio vile ambavyo ungetamani kuwa. Lazima usimame kile Mungu anachotaka kiwe kwenye maisha yako, ndicho kitokee. Utayaona matokeo. Jioni ya leo ninakuombea kila sababu inayokutenganisha na upendo wa Mungu, sababu inayokukengeusha na kukutoa kwenye njia ya Bwana, isiwe na nguvu juu yako tena katika jina la Yesu. Pokea neema ya kutembea katika mwongozo wa kufanikiwa kwako. Ondoka kwenye udhaifu wakati tayari Mungu amekupa nguvu. Ninakubariki katika jina la Yesu. Nasema ninakubariki katika jina la Yesu. Pokea mwanzo mpya. Pokea nafasi mpya. Pokea wakati mpya wa kuyaona matunda ya Mungu katika maisha yako. Usiwe na sababu ya kuwa dhaifu. Usiwe na sababu ya kuishia njiani. Usiwe na sababu ya kuwa kama watu wa mataifa. Usiwe na sababu ya kuonewa na waabudu shetani. Usiwe na sababu ya kuzuiliwa na watu wasiokuwa na Mungu, bali uwe bora zaidi yao katika jina la Yesu. Ninaomba kila mlango ambao haukufunguliwa kwa sababu ya tabia, mwenendo, kutomcha Bwana, huo mlango uwe wazi leo, upenye katika jina la Yesu. Ninaomba kila roho ambayo imekuja kwenye maisha yako kukutenganisha na upendo wa Mungu, pokea neema ya kuishinda hiyo roho katika jina la Yesu. Kama ni roho ya kabila, kama ni roho ya familia imekufanya kuwa mtu wa hasira, mtu wa chuki, mtu wa uchungu, inakutenganisha na baraka za Bwana, pokea neema ya kushinda katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Pigie Bwana Yesu makofi.
Amen.